Today, the execution of Takahiro Shiraishi was carried out. This case caused great shock and discomfort to the public. Mitandao ya kijamii imetikiswa tena duniani baada ya serikali ya Japani kutekeleza sheria ya kunyonga watu kwa mara ya kwanza tangu Julai mwaka 2022 kwa kumnyonga Takahiro Shiraishi aliyefahamika duniani kwa jina la kutisha la muuaji wa Twitter. Shiraishi, kijana wa Kijapani mwenye umri wa miaka 34, alihukumiwa kunyongwa hadi kufa Desemba mwaka 2020 kwa kuua watu 9 kwa ukatili wa kutisha, wanawake 8 na mwanamume mmoja, wote wakiwa na umri kati ya miaka 15 na 26. Aliwanasa kwa njia ya ulaghai kupitia mtandao wa Twitter, kwa sasa X, akijifanya eti kuwasaidia kutekeleza nia yao ya kutaka kujiua baada ya kukumbwa na msongo wa mawazo. Lakini mara tu walipoingia kwenye chumba chake cha ghorofani kilichopo mjini Zamma karibu na Tokyo, ndoto ya msaada iligeuka kuwa jinamizi. Shiraishi aliwabaka, kuwanyonga hadi kufa, kuwatenganisha viungo vya miili yao, kisha kuyahifadhi kwenye friji na masanduku. Aliyafunika mabaki yao kwa takataka za paka ili kuficha ushahidi, kitendo kilichozua mshtuko mkubwa katika jamii ya Kijapani na kimataifa. Waziri wa sheria za Japan, Keisuke Suzuki, aliridhia kunyongwa kwake baada ya kile alichokieleza kuwa ni uchunguzi wa kina na wa makini, akisema kuwa sababu za Shiraishi zilikuwa za ubinafsi uliokithiri na matendo yake yalileta maumivu makubwa kwa jamii. Hukumu hiyo ilitekelezwa kwa siri kali katika gereza la Tokyo, ambapo Shiraishi alijulishwa kuhusu kifo chake saa chache kabla ya kunyongwa, utaratibu ambao umetajwa na makundi ya haki za binadamu kuwa ni wa kikatili kisaikolojia. Hadi sasa Japani ina zaidi ya wafungwa 100 wanaosubiri kunyongwa, na hukumu hii imezua upya mjadala mkali kuhusu adhabu ya kifo nchini humo. Kesi ya Shiraishi ilifichuliwa mwaka 2017 baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 23 kuripotiwa kutoweka, ambapo uchunguzi ulipelekea kugunduliwa kwa mabaki ya miili 9 ndani ya nyumba yake. Katika kesi yake alikiri mbele ya mahakama kuwa hakuwahi kuwa na nia ya kusaidia, bali alitendwa na tamaa za kingono na fedha. Aliwapiga, kuwanyonga, kuwaua, kuwapora na hata kuwatia vilema waumini wa taifa letu, alisema Waziri Suzuki kwa uchungu. Wakati hukumu hiyo ikitekelezwa, hoja kubwa imeibuka kuhusu mifumo ya haki na utu. Japani na Marekani ndizo nchi pekee katika kundi la mataifa ya G7 zinazotekeleza adhabu ya kifo, huku tafiti zikionyesha kuwa 80% ya raia wa Japani wanaunga mkono mfumo huo. Hata hivyo, wakosoaji wakiongozwa na Amnesty International na wanaharakati wa afya ya akili wameitaka serikali ifute kabisa adhabu hiyo, wakieleza kuwa utaratibu wake wa kufichwa pamoja na uwezekano wa hukumu za kimakosa ni tishio kwa utu wa binadamu, kama ilivyodhihirika mwaka 2023 ambapo Aiwao Hakamada aliyekuwa akingoja kunyongwa kwa miongo kadhaa aliachiliwa huru baada ya kupatikana hana hatia. Kunyongwa kwa Shiraishi pia kumefungua mjadala mpya kuhusu uwajibikaji wa mitandao ya kijamii. Twitter, sasa ikijulikana kama X, imechukua hatua kali zaidi kupambana na maudhui yanayohamasisha kujiua baada ya kugundulika kuwa Shiraishi alitumia jukwaa hilo kuwavutia waliokuwa wakipitia msongo wa mawazo. Wakati Japani ikiendelea na utekelezaji wa adhabu ya kifo, taifa hilo linakabiliwa na changamoto ya kuwasawazisha usalama wa umma, uwajibikaji wa kimaadili na heshima kwa haki za kibinadamu katika mfumo wake wa sheria. Naitwa Ibrahim Rajab. Hii ni Global TV. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.
Karibu tukuhudumie. Asante sana. Nahitaji mashuka yaliyo bora kabisa. Hapa tuna kila aina ya mashuka kutoka Dubai na Uturuki, lakini pia tuna maduveti bora kabisa. Oh, kweli? Kama unahitaji mashuka mazuri na yenye ubora wa hali ya juu, bila shaka hapa ndo mahali pake. Okay, nice. Nimependa sana uimara wake, rangi zake, material yake, kila kitu kinaonekana bora na original kabisa. Naam, sisi ndo mabingwa wa kuuza mashuka quality kwa bei nafuu za jumla na rejareja. Wow, I'm very impressed. Karibu Mashuka Safi Tanzania. Tunapatikana Mikocheni A, mtaa wa Tuvikiwa, opposite na Vunja Bay. Hapa ndipo utakapopata ubora wa kipekee. Kwa maelezo zaidi, tupigie simu namba 0715267461. Instagram ni Mashuka Safi Tanzania.